maisha ya siku hizi si rahisi mpaka mtu ajitume. Hiyo ndio nasaha yangu kubwa ambayo ningependa kuwapatia ndugu zangu kwa jumla na marafiki zangu na vijana wote ambao wanasikiza na ama wanaangalia video kama hii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa TV yako pendwa ya Halal Charity TV. Karibu tena ndani ya kipindi cha biashara mashinani. Na hii leo tuko na fursa kubwa, fursa adhimu. Tumeweza kutembelea mkahawa ndani ya Mtwapa na tumewaandalia mengi mazuri ili uweze kuangalia video kama hii mpaka mwisho uweze kupata faida. Ungana nami tukiwa ndani ya hoteli hii tukipata mawili matatu. Tupatana naye ndugu yetu hapa na biidhnillah atatueleza mawili matatu kuhusu yeye, biashara yake na mengine mengi ambayo mtazamaji ungependa kuyasikia. Assalamu alaikum brother. Wa alaikum salam. Kwa majina waitwa nani? Kwa majina naitwa Burhan Mahadhi. Burhan Mahadhi. Mimi naitwa Yusuf na natoka Halal Charity TV ndani ya kipindi chetu hichi cha biashara mashinani. Tungependa ueleze watazamaji wetu, wewe biashara yako inahusu nini na inapatikana sehemu gani? Biashara yangu inaitwa Burja Dishes and Barbecue, ambayo inadili na chakula mbalimbali vya Swahili dishes, pilau, biriani, chapati, maharagwe, mchuzi. Tunakuwa na barbecue chicken tikka, tunakuwa na mshakiki, tunakuwa na shawarma, tunakuwa na chipsi, na vitu vingi ambavyo tunataka kuintroduce hivi karibuni. Kwa ufupi, huu ni mkahawa ambao watu wanakuja kula. Naam. Je, hii sehemu iko sehemu gani? Waeleza. Sehemu iko Mtwapa, nyuma ya Naivas, karibu na Jambo Travelers Hotel. No. Opposite Jambo Travelers Hotel. Opposite Jambo Travelers. Yes. Kwa kweli mtazamaji umeweza kupata mawili matatu, jina lake, mkahawa wake huu na biashara, anahusisha nini katika biashara hii na mahali anaopatikana. Swali lingine, Burhan, natumai nimepata jina lako. Hii biashara yako, lazima kuna kitu kilikusukuma wewe kuifanya hii biashara. Je, ni jambo gani ama mambo gani ambayo yalikufanya yani uweze kufanya biashara kama hii? Mashaallah. Sema la kweli wala kama mwanamume, kama mfanya biashara, lazima ujitume ndio uweze kujikimu kimaisha. So biashara ni nyingi ambayo watu wanafanya, na mimi pia niko na biashara nyingine tofauti apart from hii pia nafanya, lakini niliangalia biashara ambayo naweza kufanya, nikaona afadhali nifungue mkahawa kwa sababu ni kitu watu wanafanya kila siku, watu wanakula kila siku. So hiyo ndio kitu kilinifanya mpaka nikafungua mkahawa ama hoteli kama. Okay. Kwa hakika kila jambo lina mwanzo. Hii Burja Dishes and Barbecue, kwa ufupi ilianza lini? Burja sasa tuko na almost 2 months toka tufungue. Hatujaanza kitambo, we have like 2 months toka tufungue. Okay, na kwa muda huu wa miezi miwili uliposema, ni faida gani wewe mwenyewe kibinafsi kama mwenye biashara kama hii umefaidika? Vile vile vijana ambao uko nao ama vijana katika jamii na jamii kwa ujumla, ni faida gani ambazo umezipata katika biashara kama hii? Okay. Lengo kubwa la biashara zote kiujumla ni mtu aweze kujikimu kimaisha mwenyewe. Lengo la kwanza upande huo. Upande wa pili ni upande wa vijana. Manake hoteli kama hii imeweza kuajiri vijana karibia vijana wa 6 hapa ambao kwa hapa wanafanya kazi upande wa delivery, upande wa upishi, upande wa usafirishaji. Kwa hivyo inasaidia jamii pia. Okay. Na kwa kuwa kuna faida kama hizo, inshallah unaangalia vijana na jamii na wewe mwenyewe kujikimu katika maisha yako,
lazima kuna changamoto mbalimbali ambazo wewe mwenyewe vyako umepitia kutokana na biashara kama hii. Je, changamoto gani unaweza kupitia? Tueleze angalau 3-4. Kila biashara inakuwa na changamoto zake na changamoto zinakuwa tofauti, lakini changamoto ambayo ni common katika biashara zote ni ukosefu wa pesa. Mtu kama hana pesa inakuwa ni ngumu kuendesha ile biashara yake. Hiyo ndio changamoto ambayo ni common kwa biashara zote. Changamoto nyingine ni kila biashara inakuwa na changamoto yake. Kama biashara kama hii inakuwa na uchofu, maana yake inakubidi uwe on toes kuanzia asubuhi mpaka jioni kuhakikisha kazi ina run very smart. Katika hiyo changamoto ya kuwa on toes, hebu waeleze watazamaji on toes inamaanisha nini? On toes kwa biashara ya hoteli inamaanisha you have to prepare yourself everything. Kwa vile ni upishi, so inamaanisha lazima uwe na stock kila siku, lazima unaigia. Kwa mfano nikupe mfano rahisi tu, kama hapa tunapika pilau, tunapika biriani. So kila siku lazima kuna vitu unaagiza nyama, unaagiza mchele, unaagiza vitu vya sokoni, na hivyo ni vitu yani lazima uagize kila siku. Nafahamu hiyo ndio changamoto nakupitia. Alafu kazi yenyewe ina run for like kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 6 za usiku. So hiyo ni masaa zaidi ya 12, takriban masaa 16. So changamoto nyingine inakuwa ni uchovu, na lazima kila siku uwe uko hapo kufanya kazi. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nimeiona katika biashara. Mpenzi mtazamaji, umeweza kujifunza leo kutokana na biashara yake, na vile vile umepata ufahamu wa neno on toes kama alivyotueleza ndugu yetu Burhani hapa tukiwa Burja Dishes. Kwa kweli ndani ya miezi miwili ya kuanzisha biashara kama hii ya mkahawa, kunao wengi ambao walitangulia kufanya biashara kama hizi. Kuna wengi ambao wanafanya biashara kama hii. Je, ni mbinu gani unatumia wewe kufanya biashara yako hii iwe bora? Kusema kweli, biashara kuwa bora ni service unazopatiana kwa customers wako. Hapo ndio utaweza kushika wale customers vizuri, ili next wakienda wanarudi. So biashara kama hii unahakikisha vitu muhimu kama usafi, unahakikisha packaging yako inakuwa vizuri, unahakikisha chakula yako inakuwa nzuri na inakuwa fresh, unahakikisha everything ambao unapatiana inakuwa ni kitamu, ili mteja wako aweze kurudi tena kwa mara ya pili. Naam, kutokana na mambo yao uliyosema unaiboresha biashara hii. Kiupande wako yani, je, patie neno moja au mawili kwa wafanya biashara ambao wanakusikiza katika video kama hii, ambao wao pia wajifunze kutoka kwako na vile vile wapate kujua unafanya biashara kama hii yako, ambapo pia wao wanafanya biashara ya mkahawa. Okay. Kulingana na dini yetu, biashara ni dini. Kama vile mtume wetu alivyotufundisha, biashara ni dini, kwa hivyo lazima uipeleke kimaadili ya kidini. For instance, lazima uwe mkweli kwenye biashara yako. Kwenye kipimo lazima uwe mkweli kwenye vipimo vyako. Unafahamu? Lazima nadhani unaelewa kile ninachotaka kusema. Unafahamu? Kwa hiyo neno kwa wafanya biashara ambao wanatutazama ni ule ukweli. Ukweli na uaminifu kwenye biashara zao. Mpenzi mtazamaji, umeweza kupata mawili matatu kutokana na uboreshaji wa biashara kama hii ya Burja Dishes and Barbecue kutoka kwa Burhan hapa, na kwa kweli naamini ya kwamba umejifunza mengi. Wewe kama mwanabiashara, wewe kama mtu unayetaka kufanya biashara kama hii, na wewe kama mteja wa Burja Dishes. Kwa sasa ningependa kumpatia Burhan hapa sekunde 60 ili aweze kujieleza ndani ya kipindi cha biashara mashinani, ajieleze biashara yake kivyake na vile inavyovutia wateja wake. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Kama nilivyotangulia kusema, hapa biashara yangu inaitwa Burja Dishes na ni hoteli tumefungua hapa Twapa, iko nyuma ya Naivas karibu na Jambo Travelers Hotel. Hapa tuna deal na vyakula mbalimbali kuanzia asubuhi, tuko na breakfast asubuhi. Tukimaliza breakfast tuko na lunch hapa, pilau, biryani and some sort of food. Ikifika jioni tunakuwa na chipsi, tunakuwa na shawarma, tunakuwa na chicken tikka, tunakuwa na mishakiki, na we have all kind of juices hapa. Passion, milkshake, avocado,
mango, karibu juisi zote hapa tunajaribu kuwaletea ili watu wafurahikie chakula yetu. Chakula ni kitamu, tunawakaribisha nyote, karibuni sana. Kuna maswali mengi ambayo watazamaji wakiangalia vipindi kama hivi wanajiuliza, je, wao wakiwa mbali na sehemu kama hii ya Mtwapa wakitaka kupata services za Burja Dishes kwa vyakula mnapokuwa navyo, je, ni lazima afike hapa ama kuna mbinu nyingine anaweza kupata services? Tuko na service ya dial delivery ambayo tuko na namba yetu ya simu hapa, mtu anaweza piga akaweka order. Alafu tuko na mtu wetu wa kusambaza chakula Mtwapa, within Mtwapa mpaka Majengo, kwa bei nafuu. Hapa within kama ni karibu tunafanya ni free delivery, lakini kama ni mahali mbali kidogo tunalipisha shilingi 50. Kwa hivyo range Mtwapa na Majengo. So si lazima mtu aje ale hapa, lakini unaweza weka order na ukaletewa mpaka nyumbani. Kwa hakika mpenzi mtazamaji, kuna swali umekuwa ukilisubiri sana, muulize baba yetu Burhan hapa. Kwa hakika yoyote mwenye ana biashara ama ana jambo atakulifanya lazima ana malengo maalum ya baadaye. Je, wewe katika biashara kama hii ulofungua, maono yako au malengo yako ya miaka inayokuja ni gani katika biashara kama hii? Okay. Malengo ya mfanya biashara ni lengo la kwanza ni ajikimu kimaisha, hilo ndio lengo lake la kwanza. Alafu kupanuka kwa biashara. Hiyo tunaweza sema ni kama ndoto yake. Yaani afungue biashara moja, afanye bidii iweze kufungua biashara ya pili, afanye bidii aweze kufungua vile atakavyojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndio yanakuwa ni malengo ya wafanyi biashara. Na hii Burja Dishes, kwa kweli ukisema biashara pengine ufungua biashara nyingine tofauti mbali na hii, lakini kwa hii Burja Dishes unaiona hapa, tuseme kwa miaka 5 inayokuja unaiona vipi katika maisha yako, katika akili yako, yani ama unavyochukulia miaka 5 inayokuja? Hapa ni biashara ipanuke tu, nipate more customers, nipate faida zaidi, ili niweze kufungua Burja Dishes nyingine. Kwa kweli miongoni mwa malengo ya kipindi kama hichi cha Halal Charity TV biashara mashinani ni ili kupatia motisha vijana waweze kujiinua katika maisha yao. Na hii leo tukiwa na kiongozi wetu hapa wa Burja Dishes anaitwa Burhan, ningependa tupatie mawili matatu kama nasaha kwa vijana wa leo ama vijana wa kesho juu ya maisha yao. Nasaha kwa vijana wa siku hizi ama vijana wa leo ni kwamba wajitume, wafanye kazi, wajitafutie riziki yao ya halali ili waweze kujikimu kimaisha. Maisha siku hizi si rahisi, mpaka mtu ajitume. Hiyo ndio nasaha yangu kubwa ambayo ningependa kuwapatia ndugu zangu kwa jumla na marafiki zangu na vijana wote ambao wanasikiza na ama wanaangalia video kama hii. Vijana wafanye nini? Vijana wajitume. Sio kukaa kulala tu, wajitume, watafute kazi, wafanye kazi ili waweze kujiendeleza kimaisha. Hiyo ndio nasaha yangu leo. Naam, kweli tumetimiza miongoni mwa malengo ya kipindi chetu hichi cha biashara mashinani ndani ya Halal Charity TV. Burja Dishes and Barbecue Biryani Point inapatikana hapa Mtwapa. Ndani ya burja hii tumeweza kupata mawili matatu kutoka kwa mkuu ambao ni Burhan. Na ningependa kuambia vijana ambao hiki kipindi ni malengo yetu, tuweze kuwaeleza nyinyi uweze kufaidika, upate motisha kufanya biashara ama uweze kujiendeleza katika maisha yako. Na hii leo umeweza kusikia kutoka kwa ndugu yetu Burhan ambaye kwa kweli bado ni kijana, japo kijana aliyetupita umri kwa uchache, na kweli hii ni faida kubwa umeweza kupata ndani ya kipindi cha biashara mashinani. Nimekuwa wako hii leo Yusuf, na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wiki ijayo.